Kwa hivi Baba Mtakatifu ameutenga mwaka huu watu wachote rehema kamili, msamaha wa dhambi na adhabu zake. Mwaka huu wa jubilei ni mwaka ambao Wakristo wote tunaalikwa kuwa mahujaji wa matumaini. Ndio maana tumekutana katika mlima huu kama vijana tukiwa ni wenye matumaini. Hivyo tutumie siku ya leo kwa namna pekee kabisa kuchota rehema hizo za kimungu. Sasa rehema ni nini? Rehema ni msamaha mbele ya Mungu wa adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo zimekwisha kutakaswa. Ni msamaha mbele ya Mungu wa adhabu za dhambi ambazo zimekwisha kufutwa. Msamaha huu Mkristo huupata kwa kutimiza masharti fulani yaliyopangwa kwa tendo la kanisa ambalo ndiyo mgawaji wa ukombozi, na kanisa hutumia mamlaka yake, hazina ya malipizi ya Kristo na ya watakatifu. Kumbe rehema ni msamaha wa adhabu za dhambi ambazo zimekwisha kufutwa, kwa maana ya kwamba tuna dhambi kubwa na dhambi ndogo. Madhara ama matokeo ya dhambi ni kwamba tunapotenda dhambi kuna matokeo aina mbili. Unapotenda dhambi ya mauti ama tunapotenda dhambi ya mauti, hii dhambi ya mauti inatunyima ushirika na Mungu, inatutenga na Mwenyezi Mungu, na kwa maana hiyo sasa tunakuwa tunastahili adhabu ya kuingia katika moto wa milele, ama tunakosa ule uzima wa milele. Lakini vile vile kwa dhambi ndogo ndogo hizi kwa kuzitenda katika mfululizo ama kugandamana kusikofaa, kuna tufanya tukose ule uzima wa milele katika ahadi hizo za kimungu. Kumbe adhabu za muda zinatufanya tuweze kwenda toharani, ambako tutatumikia adhabu hizo mpaka tutakapotakaswa, ndipo tuweze kurithi uzima wa milele. Kumbe dhambi inatufanya tutengane na Mungu, inatufanya tuukose uzima wa milele. Kumbe ili tuondokane na adhabu hizo, sasa tunapaswa kupata rehema za kimungu, msamaha mbele ya Mungu wa adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo zimekwisha kufutwa. Kumbe ni muhimu kwamba tuelewe adhabu hizi ama adhabu hizi mbili sio kwamba ni kisasi cha Mungu kwa watu wake, hapana, bali zinatokana na tabia ya dhambi yenyewe. Adhabu hizi mbili, kwenda toharani au motoni, sio kisasi cha Mungu dhidi ya watu, bali ni kutokana na asili ya dhambi zenyewe jinsi zilivyo. Kumbe mtu anapataje msamaha wa adhabu za dhambi ambazo zimekwisha kufutwa? Yako masharti makuu manne. Kwanza kabisa ni kufanya hija kwa uchaji. Kufanya hija kwa uchaji. Tunaweza tukafanya hija katika maeneo mbalimbali ama katika nchi mbalimbali, lakini kwa namna pekee katika jimbo letu zipo sehemu mbili ambazo tunaweza kufanya hija: kanisa kuu la Mtakatifu Teresia mtoto Yesu jimboni, ama kituo hiki cha Utatu Mtakatifu pa hija Ifucha. Lakini vile vile mtu atapata msamaha wa dhambi wa adhabu za dhambi ambazo zimekwisha kutakaswa kwa kupokea sakramenti ya kitubio. Kumbe kwanza kufanya hija takatifu, pili kupokea sakramenti ya kitubio, na tatu ni kushiriki ama kupokea Ekaristi takatifu, na nne ni kusali kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu, huku tukiunganisha kusali Baba yetu, Salamu Maria na Atukuzwe Baba, lakini vile vile kusali kanuni ya imani. Hivyo mtu atakuwa ameweza kupata rehema kamili. Na matendo hayo manne yote hayo basi yanapaswa kufanyika kwa mfululizano. Yafanyike kwa mfululizano, ama yafanyike ndani ya siku moja au ndani ya siku 7. Kumbe kama tunapokaribia kuanza ibada ya leo, basi wale ambao watataka rehema kamili basi wawe na nia hiyo. Kwanza ni nia hiyo ya kwamba mimi nataka kupata rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa ukiwa na nia hiyo, lakini vile vile kwa kufuata masharti yaliyowekwa, kufanya hija takatifu,
kupokea sakramenti ya kitubio, kupokea Ekaristi, kusali kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu, kusali Baba Yetu, Salamu Maria atukuzwe Baba, na kusali kanuni ya imani. Lakini pamoja na hayo, mababa zetu maaskofu wanaendelea kutuelekeza kwamba vile vile waamini wanaweza kupata rehema za kimungu kwa kufanya matendo yafuatayo: kuabudu Ekaristi Takatifu na tafakari, kusali Baba Yetu, kusali kanuni ya imani, maombi kwa Bikira Maria mama wa Mungu, kufanya matendo ya huruma na ya toba, lakini vile vile majitoleo kwa moyo wote na kushiriki utume kwa ujumla wa kanisa. Kwa hivi wapendwa katika Kristo, ili tupate rehema hizo za kimungu, basi sherti tufate hayo ambayo tumeelezana. Kwanza kabisa, kufanya hija takatifu, kupokea sakramenti ya kitubio, kupokea Ekaristi Takatifu, kusali kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu, kusali Baba Yetu, Salamu Maria atukuzwe Baba, lakini vile vile kusali kanuni ya imani. Kwa matendo hayo basi tutaweza kupata msamaha wa adhabu ambazo tulikuwa tumezistahili kwa sababu ya dhambi zetu, lakini dhambi hizo ambazo zinakuwa zimekwisha kufutwa, kumbe tutapata msamaha huo wa kimungu kutokana na adhabu ambazo tunazistahili. Tumsifu Yesu Kristo.